haya tunajaribu kuelewesha kuhusiana na climate change, mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni katiba yetu, na hii ni mpango wetu mkubwa kwa miaka mitano. Kitabu chetu wanakisoma, lakini tunakisoma na tunawatia moyo kwa kusoma. Wasome bwana. Kisoma hiki ndio wanaelewa vizuri tunapokuwa. Na hapa tuna hizi bidhaa. Tumeanza kidogo, mwenyewe ameeleza vizuri, lakini kujaribu kuprocess na kupanga. Kwa hiyo taratibu zote tulizifuata za FDA na TBS mpaka kupata hii namba barcode na mimi nitakueleza kidogo. Hivi ni viungo ambavyo tunazalisha wenyewe kama wakulima. Kuna kampuni ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kutengeneza viungo na kuuza viungo fresh. Huu ni mdalasini ambao unaweza kuweka hata kwenye chai, pia vile ni tiba za vidongo vya tumbo kuchanganya na asali, na huu ni mchuzi, kiungo cha mchuzi. Na hapa tuna masala ambayo hii ukiwepo nayo huna sababu ya kuweka. Umekauka. Fresh. Mazao yote bwana inclusive. Hii hii inafanyishwa misimu ya mitindo. Kwa mfano mtu mpaka jua linawaka bado anatemeka, yani maana tunasema kuna BP imeshuka. Hii ndio inamtindo. Sasa hapa mkatibu mkuu kabla hajaendelea, ndio maeneo ambayo tafiti zetu zimejaribu kuhesabu sawa kwamba je, haya yanayofikiriwa yanayoadhiniwa yapo kweli. Kwa mfano kweli inapandisha bei, inashusha, na nini kinachopandisha, nini kinachosha ndani ya hii. Kwa hiyo haya ndio baadhi. Tena sijui kama umeeleza kwamba haya yote hakuna dawa iliyotumika. Hakuna dawa. Kwa mfano tunapoua wadudu kwenye mboga kama chainizi, tunatumia hizo pilipili kali. Hizo pilipili zinawashwa. Wadudu wanaoshambulia kabichi na chainizi, vitu kama hivi wanakufa. Ukichukua hizo pilipili ambazo zina majimaji za kimiminika, ukanyunyiza kwenye mimea yako bana, wadudu wanakufa wenyewe, wanajipiga mpaka wanakufa wenyewe kwa sababu pilipili zinawasha. Hapo tunachoangalia ni kutumia sumu kwenye mboga. Hilo ndio lengo. Na hizi pilipili pia, hizi ndogo hizi pilipili zinawasha, lakini kuku wanapokuwa na magonjwa kama kideri, minyoo, ukichuma hizi pilipili ukawapa kuku wanadonyoa, pale kwa hivyo unatibu. Hiyo ambayo kwamba ni swala utafiti kujua. Sasa na hivi vitunguu vidogo vya majani pia, hivi vitunguu vinatumika vibichi hivyo vilivyo, au unaweza kupikia kwenye mboga mwishoni. Lakini kama mtu anasumbuliwa na vidonda vya tumbo, hivi vitunguu vina uwezo wa kukausha vile vidonda na kuponyesha kwa muda mfupi. Hii vanila ni zao ambalo kwa kweli lina pesa kuliko mazao mengine yote tunayolima hapa nchini. Nina uhakika mpaka sasa hivi kilo moja ni shilingi 150,000. Kuna kampuni moja iko Kagera pale Mayawa, wananunua shilingi 150,000 kutoka kwa wakulima. Mimi mwenyewe nilikuwa nazo 8 nikauzia kwa Zanzibar, wakanilipa shilingi 100,000 kila kilo moja. Kwa hiyo tunashauri kwamba ili zao nafikiri wakulima tuliwekee nguvu zaidi na mkazo, inaweza kututoa. Sasa nikawa nauliza kama hawa jamaa wa kampuni wananunua mpaka 150,000, huko wanakwenda kuuza wanauza shilingi ngapi? Sasa hilo ndio swali. Kwa haraka kwa mmoja kaniambia bwana, hii vanila wale jamaa kishakuwa ya unga kule wanapopeleka wanauza mpaka 500,000 hata zaidi. Hiyo sasa ndio swala la masoko, kuwawezesha wakulima waweze kunufaika na jasho lao. Kwa sababu wakulima sasa imechomekwa mirija ya kuwanyonya. Sasa tukiweza kuikata hiyo mirija kwa namna ambayo wananchi wenyewe wakulima wanaweza wakawa na umoja, kama mviwata ilivyo umoja wa wao wenyewe, kwa sababu hakuna atakaye wakatia. Kila mmoja anataka kuchomekea kunyonya. Wenyewe wakataji ni nyinyi, kutafuta tafiti, ukatafuta vyanzo vya masoko, alafu mkija kwenye serikali ya CCM sasa nyinyi si mnasema ni wakulima na wafanyakazi, ndio sasa tuletee masoko. Lakini kuna upinzani mkubwa sana
wa kubadilisha mfumo wa masoko ya mazao kutoka ule wa kinyonyaji kwenda ule wa haki, kwa sababu wale wanaonyonya wameshazoea kunyonya na wengine wamo ndani ya CCM na ndani ya serikali. Tumeamua kupambana. Sasa mapambano hayo ndio tunachotaka mtusaidie nyinyi wakulima, na tunachopenda kuelewa vizuri sasa mwelekeo mzima wa serikali kuhusiana na mambo ya masoko ili tuunge mkono zaidi. Na kwa mfano hapa Katibu Mkuu, kilimo anachokizungumza ndugu yetu Mkandanongo, kilimo cha asili, kilimo kisichotumia madawa, kilimo ambacho kinahifadhi mazingira, ni kilimo ambacho kinapigwa vita sana, kwa sababu iwapo kilimo hiki kikisambaa, manake makampuni ya mbolea hayana soko. Kwa hiyo mkulima kwa ujumla wao wote wadogo imekuwa ni soko kubwa la bidhaa za viwandani. Kwa hiyo sasa ile ukinzani upo mkubwa sana. Wasema hii haiwezi kulisha dunia. Dunia inaongezeka watu. Kwa teknolojia au dawa. Ndio maana vita. Kilimo cha kisasa. Ndio maana vita dawa zaidi. Sasa mimi nadhani umeuliza swali la tumejipangaje ndani ya serikali na chama. Kwanza hilo ni swali mjipange nyinyi kutushinikiza sisi tufanye kwa maslahi yetu, na tunahimiza mjiunge kwenye ushirika. Hiyo la kwanza. La pili, tunatengeneza miundombinu. Kwa mfano hii reli ya mwendo kasi, na ukifufua shirika letu la ndege hata hiyo Dreamliner, mnaweza mkafanya biashara ya mazao haya, matunda hata maua. Unaweza ukatoa hapa, dakika ngapi itakuwa umefika Dar es Salaam umeweka kwenye ndege, umeuza kwenye soko la nje, iwe ni Asia au Ulaya. Ndiko tunakokwenda. Sasa kwa Morogoro hapa lazima muanze kufikiria kufufua ndege, shirika la ndege, na kutengeneza reli ya mwendo kasi inawaunganishaje kupata masoko ya nje nyinyi wenyewe, ambayo ndio swali ameuliza huyu. Kwa nini uuze kwa mtu atakayekwenda kuuza 300,000 usiende kumuuzia moja kwa moja yule wa 300,000? Umeelewa? Kwa upande wa miundombinu sawa, kwa upande wa sera za kuwalinda sawa, lakini kwa upande wa mapambano dhidi ya unyonyaji, kazi ya kwenu ndio kazi ya kwenu na kushinikiza. Na sisi tumeshatambua, sisi wakulima tumeshatambua kwamba lazima tupambane. Kama tunataka if you want to survive, lazima tupambane. Ndio maana hii tunaita, na kisiasa nyinyi mna sauti kubwa, nyinyi ndio wengi. Mnaweza mkaamua ni chama gani, ni mbunge gani, ni kiongozi gani aingie madarakani. Ili aweze kufanya ukaribisho rasmi, lakini pia kuongoza zoezi la utambulisho wa wote ambao tuko katika ukumbi. Naomba kwa heshima. Viwata, sauti ya mkulima. Na sasa nafasi inayo hiyo kuisimamia vizuri serikali ili kuondoa unyonge ambao tulio nao. Na sisi tunakubali kabisa hoja ya kwamba lazima tuwe na umoja, sisi wenyewe wakulima tuwe na umoja wenye unato. Unajua umoja wenye unato ambao hakuna mtu akufanya nini? Kuachanisha wa kuondoa. Na sisi tukiwa na umoja, alafu tukaja kwako kama katibu mkuu, na wewe una nguvu ya kuikamata serikali sawasawa, kwa sababu ya nguvu ambazo zinatokana na sisi. Tuna hakika kabisa wakulima katika kipindi cha miaka hii 5 ijayo tutakuwa tumebadilisha sana kupitia MVIWATA, kwa sababu MVIWATA ni wilaya zote Tanzania nzima mpaka Pemba. Na Tanzania nzima, ndio maana sisi tuna wajumbe kutoka mikoa yote na wilaya zote za Tanzania. Na tunapenda tu kukupa hongera kwa kazi hiyo kwa uteuzi uliofanya. Tuna hakika sisi tutakupa kila aina ya ushirikiano. Na mimi kama mlezi na mshauri wa MVIWATA tutahakikisha kabisa kwamba MVIWATA wana msimamo unaoendana na kuhakikisha kwamba unyonge wa Watanzania wakulima hasa unaondoka. MVIWATA, sauti ya mkulima. Karibu sana. Ya kutoa taarifa yetu fupi, najua kwamba mengi ambayo tunayaongea kwa ajili ya kuyarasimisha ili Mheshimiwa Katibu Mkuu pokee taarifa yetu rasmi. Kwa hiyo nitayasoma na kidogo mengine nitaeleza kwa niaba ya hadhara yetu hii. Ndugu Katibu Mkuu,
Kwanza tunapenda kukaribisha katika makao makuu ya MVIWATA na katika familia unayoifahamu ya MVIWATA. Kwetu ni fahari kubwa kukukaribisha tena MVIWATA, safari hii ukiwa katika wajibu mpana wa kitaifa wa kuisimamia serikali yetu. Ukiwa kama mwanazuoni uliojikita katika mapambano ya haki za wanyonge, ni dhahiri kwamba wajibu huu umepata mtu sahihi, na tayari kusikia mwenyekiti wetu na mzee Mashanga wakieleza hayo. Lakini pia niseme kinachotufurahisha zaidi ni kuona kwamba pamoja na majukumu mengi sana ulionayo, bado umepata fursa na umetenga wasaa wa kuja wa kutuona, kwa sababu nadhani kila mmoja anafahamu kwamba wengi wetu tunapopata madaraka zaidi ndio jinsi tunavyokuwa mbali na watu. Kwa hiyo leo hii pengine ingekuwa ni mtu mwingine, pengine ndio tusingekuona, ingekuwa kama rocket kabisa, imepaa kabisa. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunakupongeza kwa moyo huo, kama alivyosema mwenyekiti kwamba tunaamini utaendelea kuwa karibu nasi na kutushika mkono kwa nafasi yako hii. Lakini pia ndugu katibu mkuu, kama unavyokumbuka, mwezi Juni mwaka huu tuliwasilisha kwako barua ya kukupongeza rasmi hasa kutokana na kujinasibisha kwako na wazalishaji wadogo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu akubariki na kuongoza katika jukumu lako hili jipya. Sambamba na hilo, tunawaambia viongozi mafupi yaliyo katika kitabu cha Insha za Mapambano ya Wanyonge kilichoandikwa na Profesa Isa Shigi na kuhaririwa nawe wewe mwenyewe, ambapo umetambulishwa kama rafiki wa MVIWATA. Kitabu hicho ni hiki hapa na kimehaririwa na Dr. Bashiru Ali, na kwa kweli niseme kwamba yeyote atakayekisoma kitabu hiki atakuelewa vizuri kwamba wewe ni nani kutokana na maandishi. Na kwa haya yaliyomo humu ndani, ni dhahiri kwamba dira iko wazi, mwelekeo uko wazi, na kwa hiyo hatuna shaka yoyote kwamba haya yatakapotekelezwa tutakuwa kwenye reli yetu sawa sawa, kwa sababu ni chombo cha wakulima na tuna kila sababu ya kuwa na fahari kwamba mkuu wa sekretari ya CCM ni muumini wa ukombozi wa wanyonge, ni muumini wa falsafa za Mwalimu Nyerere na ni muumini wa azimio la Arusha. Kwa hiyo yote haya ukichukua na haya yote yakitekelezwa sawa sawa kwa mujibu wa ilani, tunaona kwamba vizuri. Ndugu mwenyekiti wa MVIWATA, ndugu mlezi na baba yetu mzee Mashanga, ndugu mkurugenzi wa MVIWATA, watumishi wa MVIWATA, wanachama wa MVIWATA, wanahabari, viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Morogoro mlioambatana na mimi, habari za asubuhi. Kwanza ni washukuru kwa mapokezi. Nimejisikia niko nyumbani. Na mimi najua mmewawakilisha maelfu ya wanachama. Hata kama tungekusanyika kwa ajili ya kongamano au mazungumzo ya muda mrefu, pangechimbika. Mwenyekiti, umesema mengi kuhusu mimi. Mzee Mashanga naye kasema hivyo hivyo kuhusu, na mkurugenzi kasema hivyo. Mmenisema vizuri na mimi najisikia fahari kusema vizuri. Hakuna binadamu ambaye hapendi kusema vizuri. Lakini sifa zote zinazoelekezwa kwangu ziwaendee wa Tanzania walionisomesha kwa pesa zao tangu nilipoanza darasa la kwanza mpaka nilipopata shahada zote 3 za chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi siwezi kuwasahau wa Tanzania, nilionalo ni deni kwao. Kwa nafasi niliyopewa, na mshukuru Mungu kwamba naweza nikaanza taratibu kulipa deni hilo,
na dalili hilo ni kuhusu utumishi kwao uliotukuka, usikivu kwa matatizo yao, lakini pia uwakilishi wa hoja zao ndani ya vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo kupitia kwenu nitoe shukrani kwa Watanzania walionisomesha na walimu wangu wote walionisomesha kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Leo najisikia fahari kuhutubia hadhara hii kwa niaba ya wazalishaji wadogo katika taifa letu. Nitaendelea kufanya hivyo kila nitakapokuwa napata nafasi. Maeneo ambayo nimepita, nimezungumza na wafanyabiashara wadogo na watoa huduma za usafiri wa pikipiki almaarufu bodaboda, na leo nazungumza na nyie. Lakini mazungumzo ninayoyafanya na makundi hayo, na ninaposikiliza mawazo yao, bado kama taifa tuna kazi kubwa ya kufanya kulinda haki za wazalishaji wadogo. Bado kuna vitendo vya unyanyasaji na unyonyaji na dhulma vinavyofanywa na watu waliopewa dhamana ya kusimamia sera na sheria za kuongoza taifa letu. Kila ninakopita na kila ninapopata wasaa wa kuzungumza na makundi hayo, kuna vilio vikubwa kuhusu namna usimamizi wa sera za maendeleo na sheria zinazosimamia mambo mbalimbali ya uendeshaji wa taifa letu zinavyokwaza juhudi za kujitegemea na kujiendeleza watu ambao vipato vyao. Kwa kweli, kwa wanataaluma hasa wa vyuo vikuu kufanya tafiti ambazo zitatatua matatizo ya taifa letu, zitatoa majawabu ya Watanzania na hasa wale ambao ni wanyonge, na kwa lugha nyepesi wale ambao ni wavuja jasho, wakulima na wafanyakazi. Kwa hiyo wanazuoni wenzangu, hatujafanya vya kutosha. Tunaendelea kufanya hivyo, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kuwajibika kwa umma ili tuelekeze vipaji vyetu vya kitaaluma na kizuoni kutafuta majawabu ya matatizo yetu, hasa eneo la uzalishaji. Wito wangu kupitia kwenu ni wazalishaji wadogo wadogo kuunda vyombo vyao madhubuti. Kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Lakini vyombo hivyo lazima visimamiwe kwa nidhamu, kwa sababu tumekuwa tunatoa wito wa vyombo hivyo vya wazalishaji kujitetea, lakini unakuta badala yake wale viongozi wanaopewa dhamana wanakuwa mzigo na vyombo vile vinakosa kufanya kazi iliyokusudiwa. Vyombo vingine vinajigeuza kufanya kazi ya siasa na viongozi wake kujipendekeza kwa watawala badala ya kuwajibika kwa wenye vyombo hivyo. Kwa hiyo kuwa na vyombo ni kitu kimoja, lakini kuwa na uongozi madhubuti unaosimamia misingi ya ushirikishaji, unaowajibika kwa wenye chombo, na mbadala wa umoja. Hakuna mbadala wa ushirika kama kweli mnataka kulinda haki yenu, na nyinyi ni wengi mno. Mimi ni katibu mkuu wa CCM, lakini sitaki kuwashawishi kuiunga mkono CCM inayotetea unyonyaji. Siwezi kuwashawishi kuiunga mkono CCM inayowalinda mafisadi. Lakini naomba niwashawishi kwamba CCM chini ya uongozi wa Dr. Magufuli imedhamiria kupambana na ufisadi na unyonyaji dhidi ya wazalishaji wadogo. Na mimi nawashukuru. Tangu ameingia madarakani, mmetoa matamko mawili ya kumuunga mkono. Anapoungwa mkono kwa sauti zenu anapata nguvu. Sauti hizo zinawatisha wanyonyaji. Kwa hiyo msione haya kama kiongozi yoyote wa ngazi yoyote anawasikiliza
anatatua kero zenu, pazeni sauti za kumuunga mkono. Yale mashamba yaliyorejeshwa, uwepo utaratibu, yagawiwe kwa haki, na mashamba mengine ambayo bado hayajaendelezwa, mchakato wa kuyatoa ufanyike ili wazalishaji waweze kuyatumia. Tuna simu kila mara. Nikiamka saa 9 asubuhi unasoma simu za malalamiko, message za malalamiko. Na hayo yanatokea wakati kila mahala katika taifa hili kuna uongozi na kuna watu wamepewa dhamana kusimamia haki katika maeneo hayo. Kwa hiyo kama mnavyosema, MVIWATA ni sauti ya mkulima, na mtetezi wa mkulima ni mkulima mwenyewe. Haiwezekani sisi tunaodai kwamba tunaweza kuwatetea kufanya kazi hiyo ya kuwatetea, kulinda haki zenu, kama nyinyi hamjajipanga na kutengeneza chombo madhubuti cha kudai haki yenu. Kwa nawapongezeni, miaka 25 si haba. Si rahisi kupima mafanikio mliyofikia, na kwa kweli si mengi ukilinganisha na madhila ambayo bado wazalishaji wadogo wanayapata. Lakini angalau mmepaza sauti. Yawezekana sauti zenu zimezuia maafa zaidi. Na mfugaji wa Kilosa, wakati natoka kwenye mkutano nataka kuingia kwenye gari, akajitokeza akilalamika. Wasaidizi wangu wanajaribu kumzuia asipaze sauti ya kujitetea kuhusu dhulma anayotendewa, kwamba ng'ombe wake wamekamatwa na anatozwa shilingi milioni 8 ili waachiwe. Nilimwelekeza mkuu wa mkoa aliyekuwepo na mkuu wa wilaya ya Kilosa, bahati nzuri alikuwepo, na mkuu wa mkoa akaelekeza kwamba hata kama kuna makosa, fanya uhakiki wa ng'ombe, fanya uhakiki wa uharibifu, anza mchakato wa kutekeleza sheria, achia ng'ombe ili wasife. Ndugu zangu, mimi katibu mkuu au rais wa jamhuri hatuwezi kutetea haki zenu bila nyinyi kuwa na chombo cha kujitetea. Mtu mmoja kupiga simu au akamvamia rais kwa bango au katibu mkuu kwa bango haileti nafuu, kwa sababu mamilioni ya wavuja jasho wanadhalilishwa. Kwa ni vizuri mtusaidie sisi ambao tunasimamia sheria tuliotoa ahadi ya kuwatumikia. Mtusaidie kwa kuunda vyombo vya kujisemea, kuunda vyombo vya kupaza sauti kubwa itakayosikika kwa kishindo, ili dhulma ikome, dhulma inayoelekezwa dhidi yenu ikome, ili minyororo mliofungwa na wadhalimu ikatwe, ili mirija ya unyonyaji iliyoelekezwa katika jasho lenu ikatwe. Nyinyi ndio watetezi mnaoweza kujitetea wenyewe. Nimesema sharti la uongozi unawajibika, lakini sharti la pili ni mtazamo wa kujitegemea. Msiwe tegemezi na omba ama utegemezi wa ndani au ule wa nje. Lakini hamwezi kujitosheleza, mtahitaji msaada. Pokeeni misaada ya mawazo, ya nyenzo, ziwe za kifedha au vinginevyo, lakini msideke na kujisahau. Msingi mkubwa wa kuendesha chombo hiki kwa muda mrefu ni nyinyi kujenga tabia ya kuendesha mambo kwa kujitegemea. Na mimi niwapongeze. Nakumbuka kweli tulipokuwa tunakuja hapa hamkuwa na jengo lenu. Hii ni dalili kwamba mna mipango ya kujitegemea, kwamba vyanzo vyenu mbalimbali vya mapato mmeweza kuviweka akiba na kuvitumia vizuri ili muwe na mahala pazuri pa kufanyia shughuli zenu. Hongereni. Mimi nazijua taasisi. Nimekaa kwenye taasisi zisizo za kiserikali.
Najua baadhi zinafanya maisha ya anasa, zingine zina tabia ya kuiba hela hata za wafadhili. Najua msifanye hivyo, mtakiua hiki chombo hakitafika mbali. Lakini pia mchague misaada. Iko misaada inayoletwa katika nchi maskini kuvuruga nchi hizo, na ili iweze kupata uhalali inapita kwenye vyombo vya aina hii. Hamwezi mkawa na chombo cha kuwasemea wananchi lakini kisifanye kazi ya kulinda na kutetea uhuru wa nchi. Kwa sababu bila nchi kuwa huru hii, MVIWATA haiwezi kuwepo. Kwa hamwezi mkawa mnapokea pesa kutoka kwa mtu yoyote. Lazima mjue nia yake na malengo yake, na mpate ushauri ndani ya serikali na mshirikiane na serikali. Lakini mkishapata misaada hiyo, muitumie vizuri kujijengea uwezo wa kujitegemea. Kwa nawapongeza, na mimi naijua MVIWATA kufanya kazi hizo za mafunzo, kushiriki katika makongamano mbalimbali ya kidunia ili muongeze maarifa za watu wanaojua na wasiojua. Viandae vizuri, na sisi wakati mwingine mtukaribishe kama tuna nafasi au tukosa nafasi, tupate wawakilishi ili tushiriki na nyinyi kujua mijadala yenu inasema. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kutenga muda wenu kuja kukutana na mimi. Asanteni sana. Natokea wilaya ya Kilombero, kijiji cha Mkangawalo, kijiji ambacho kiko kwenye mgogoro mkubwa sana na mwekezaji KPL. Na mimi ndio KPL ndio watu wa Kilombero. Ndio Kilombero Plantation Limited. Ndio. Na mimi nianzie hapo, nitoe kwanza shukrani zangu za dhati. Kabla ya katibu mkuu, nitoe shukrani za dhati kwa MVIWATA ambao kwa kweli wamekuwa sauti yetu, na tangu tarehe 7 mwezi Mei mwaka jana tumefanya nao shughuli fulani kuhakikisha kwamba jambo hili la utata wetu na KPL linafanikiwa. Mheshimiwa Katibu Mkuu, kumekuwa na tatizo ambalo mimi naweza nikasema serikali, sijui tutumie Kiswahili gani kitakuwa kizuri, lakini kimsingi ni kwamba serikali kupitia viongozi wake hasa wa ngazi za halmashauri wameshindwa kusimamia jambo hili kwa haraka na kwa uhakika sana. KPL ni warithi wa shamba ambalo lilikuwa likilimwa na serikali mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Korea, shamba ambalo lilifahamika kama shamba la Kotako, Korea in Tanzania Company. Baada ya Kotako kushindwa kuendesha shamba hilo, walipoondoka, shamba hilo likaachwa mikononi mwa waendeshaji au waendelezaji wa bonde, watu fulani wanaitwa Rubada. Likaachwa mikononi mwa Rubada, ambapo Rubada walituletea wawekezaji kadhaa. Alipita mwekezaji mmoja anaitwa Kajima, akapita mwekezaji mwingine anaitwa Kehoko. Wawekezaji hawa hawakuwa na shida na watu wa pale, kwa sababu wawekezaji hawa walifuata mipaka iliyowekwa na serikali ya Tanzania kwa ushirikiano na ile ya Korea, wakilimiliki shamba lile. Walipoingia hawa KPL ambao walipewa na Rubada tena, walipoingia hakuna taarifa ambazo ziliingia kijijini, sijui kama ziliingia kwenye halmashauri. KPL walianza kutanua shamba lile bila utaratibu. Kwa hiyo wamelitanua shamba kufikia hatua ya kwamba leo tunapozungumza, wananchi wa vijiji ambao wanazunguka lile shamba hawana sehemu ya kulima. Kama ulivyozungumza mwenyewe Mheshimiwa Katibu Mkuu kwamba MVIWATA imekuwa sauti yetu, tulijaribu kupeleka taarifa zetu mahali mbalimbali, tulihangaika kwa njia mbalimbali, tulimwandikia mpaka barua waziri mkuu wa wakati huo. Chadio ambacho sasa kimeanza uzalishaji karibuni. Mheshimiwa Katibu,
hapo kwenye kiwanda cha miwa, baada ya ujio wa kiwanda hicho, wananchi wa kata hiyo wana hali mbaya kiasi ambacho haikutegemewa kabisa, kwa sababu ardhi zao za asili sasa zimeanza kunyang'anywa na watu wenye fedha ili walime wao mashamba yao. Leo kuna baadhi ya mashamba mheshimiwa yanauzwa, aliyekuwa mwekezaji anauza shamba heka 200, anauza kile hakujua hata sisi ambao tuko kwenye maeneo yake. Kwa hiyo kama viongozi tunapata shida, wakati mwingine tunashindwa hata pa kusemea. Lakini naomba nifikishe kwako na nikuombe rasmi, nikuombe chonde, wananchi wa kata hii wakifuata ziara yako wakaeleza haya, utakuwa umepata mengi makubwa ambayo yatatusaidia kuokomoa wananchi wetu wanyonge ambao wanateseka hivi sasa. Asante sana. Baada ya maeneo kwa wakulima wakubwa, wengine kama anakodisha, wengine kama 100 na kadhalika, lakini pia sehemu kubwa iliyobaki bado iko pori na wananchi wale hawana mali. Asante, naomba nipokee kidole toka mkoa mwingine. Kutoka kwa karibu ndugu. Asante sana. Mimi naitwa Rafa Ramadhani Simba, ni mkazi wa kijiji cha Mvumi wilayani Kilosa. Swali langu moja kwa moja linaenda, kwanza nitoe shukrani za dhati kwa viongozi wetu ngazi za juu, hususan Waziri Uvuvi, Mheshimiwa Rais Magufuli na kamati yake yote kwa kutufutia shamba ambalo lilikuwa la mwekezaji Jitupate. Tumelipokea, ila kuna kero baina ya halmashauri ya wilaya na kijiji husika kupata ardhi yake kwa wakati husika. Hivyo sasa mpaka hivi wakulima tuliopo pale tumeathirika. Kwa mwaka jana tumeshindwa kulima, mpaka hivi chakula ni shida, na mpaka hivi sasa hatujui ardhi yetu tutakabidhiwa lini na msimu unafika. Na niseme tu katika changamoto ambazo zimetolewa, sauti imepotea. Hiyo changamoto kubwa ya ndani ya masoko 11 yaliyojengwa na MVIWATA. Niseme soko la Nyandira ni masoko anzilishi ambayo yalijengwa mwaka 2004 na mradi wa RNDP ambao ni mchakato uliofanywa na MVIWATA. Lile soko wakati linajengwa lilikuwa na malengo makuu. Malengo mahususi ni kumsaidia mkulima mdogo aweze kuuza mazao yake jirani, akaweza kuinua kipato chake angalau kwa kiasi kidogo. Na lile soko wakati linajengwa kwamba kuna mchakato ilikuwa inaendelea, lilikuwa linasimamiwa na bodi ambayo ni wakulima wenyewe kutoka vikundi mbalimbali ambavyo ni mdau wa soko. Uendeshaji ulikuwa sio mbaya sana, ukaenda vizuri. Tulikuwa tuna mikataba na halmashauri ambayo ni mikataba anzilishi na makabrasha yaliyokuwepo tulikuwa tunaongoza. Lakini wakati tunaendelea mwaka 2016 kukawa kunatokea changamoto mbalimbali. Hatimaye halmashauri wakaingia, wanakusanya mapato yote, wakanyang'anya vyanzo vyote bila kurudisha chochote sokoni. Na ukiangalia uendeshaji sasa sio mzuri kwa sababu miundombinu inaharibika. Ukiangalia data za lile soko zinaharibika, na ukiangalia hata takwimu za mazao zinakosekana, kwa sababu wakati masoko yanajengwa kulikuwa na uchunguzi mahususi kwamba ni takwimu zipi ambazo zinaenda kwa wafadhili wetu waliotujengea masoko, takwimu wanazihitaji. Lakini sasa hivi uendeshaji umekuwa, halmashauri kachukua vyanzo vyote. Ule ni promoter au mkulima kutoka mkoa wa Ruvuma, wilaya Songea vijijini. Mimi nina changamoto moja tu kama mkulima mdogo huko ninapotokea mkoa wa Ruvuma. Changamoto kubwa ambayo imekuja kuonekana mkoa wa Ruvuma ni ongezeko la wawekezaji wanaohozi ardhi kubwa mno katika mkoa wa Ruvuma, wilaya za Songea. Nitataja baadhi ya ardhi ambazo zimehoziwa na wawekezaji ambao ni viburi na kila namna ambayo imetumika imefeli. Sasa leo nitaomba Mheshimiwa mgeni rasmi, Katibu Mkuu, naamini wazi serikali yako iko vizuri na inafanya kazi vizuri, ila ndani ya hiyo serikali yako kuna baadhi ya wabadhirifu ambao wako chini ya nyinyi ambao mko nafasi ya juu. Lakini kijiji kilipojaribu kuunda tume kufanya uchunguzi, kikiwepo na mimi mwenyewe naye simama hapa nazungumza, akatujibu akishindwa mwenye mbwa hataweza. Kitu ambacho waheshimiwa mimi kiliniuma. Mimi bado sina tatizo zito zaidi, lakini ni kero yangu ambayo inayenisumbua
kwenye masuala tuliporudishiwa ardhi. Ardhi imerudishwa kwa wananchi, lakini leo nashindwa kuielewa wilaya. Ile ardhi iliporudishwa tu, wilaya kama wilaya kilichofanya ni kuchukua wageni, wanawaita kuja kuangalia zile ardhi ambayo tulirudishiwa sisi wananchi. Sasa kile kitendo mimi nashindwa kuelewa, hivi rais alivyotoa ile ardhi kurudi kwa wananchi, wao wameona hafai, ila uongozi wa wilaya ndio wao wameona wenye uwezo wa kusimamia ugawaji wa ardhi. Sasa katibu wa chama, nilichokuwa na kuomba hili swala kwetu sisi Kilosa pale kata ya Msoero kijiji cha Mambegu, yaani hususani wananchi hawajapewa ardhi hata kidogo, wanagaiwa robo tatu ndio anaambiwa. Nilichokuwa na kiomba, sera yako uliyoiongea, maelezo yako, yani kwa kweli nimefurahiwa kiasi kikubwa sana. Kama ni kweli kauli hiyo na utendaji unaenda hivyo, mimi nasema adha ya ardhi itakuwa imeisha ndani ya kata yetu ya Msoero na wilaya ya Kilosa, kwa sababu ninazungumza itaisha pale Kilosa. Kama mtafika mtakuta nini kinachofanyika pale, hususani kwa viongozi ngazi ya wilaya pale wanatufanyia uhuni. Kwa hiyo sisi wenyeji tunaonekana hatuna uwezo wa kulima, ila wakubwa ndio wenye uwezo wa kulima. Kwa hiyo nilikuwa naomba mimi nikushukuru sana kwa hotuba nzuri, nikushukuru sana kwa kuheshimu wakulima. Kuna kitu kimoja ambacho kinasikitisha sana. Watumishi wengi wanasema wakulima hawana weledi, wanatutukana. Mimi huwa nawachukia tu, niseme ukweli, kwa sababu wakulima tuna weledi mkubwa kuliko yeye aliyekaa mezani. Na sisi asingekuwa sisi, asingefanya kazi, angefanyia nani? Hili ni swala la muhimu sana kutuheshimu, na sisi ndio tunayesimama msururu kupiga kura. Sasa kuna viongozi ambao ni kero, viongozi ambao ni kero kabisa na hawastahili kuwa viongozi. Mbiwata unaitambua vizuri. Imekuja kamati ya bunge ya utawala, imekuja kamati ya bunge ya kilimo, wamekuja mawaziri. Na ndio maana nimependa tangu tunaanza kukusikiliza ni mtu uliyejikita kwa wanyonge, na wao wanasema ni serikali ya wanyonge, wanyonge wasiokuwa na weledi. Inawezekana? Yaani mimi hilo ni kero kwangu kubwa. Uporaji katika Afrika umekuwa ni uporaji. Sasa mtu akikuuliza nani mwekezaji katika nchi hii, utaambiwa wageni wenye mitaji, wenye teknolojia, wenye maarifa na taarifa za kitafiti, wajuzi wa mambo, weledi kama alivyosema ndugu yangu. Lakini kwa mazingira ya Afrika na Tanzania, mwekezaji halisi ambaye ana uhusiano na uzalishaji ni mkulima. Tunaweza tukakopa hiyo dhana kutoka kokote tu, China, India, Brazil, nchi za Ulaya au Marekani. Kwa sababu ya hali ya uchumi wao, unaweza ukazungumzia uwekezaji kwa maana ya mitaji mikubwa, watu ambao wanaweza wakapata mitaji hiyo kutoka kwenye mabenki, wakaweza kuwekeza, wakaajiri watu wengi na kadhalika. Lakini kwa mazingira halisi ya Tanzania na Afrika, mwekezaji mkuu anayezalisha kwa ajili yake na ziada kutoa kwa wengine na kwenye uchumi ni mkulima. Alishwa kama njia ya kustaarabisha watu, kumbe ni njia ya kishenzi ya kutawala watu na nguvu ya kuhamasisha wapigania uhuru. Wasema haki wameuawa, watu kama Nkrumah alipinduliwa na baadaye akafia kwa vichwa Urusi. Lumumba wa Kongo aliuawa na majasusi wa Kimarekani kwa kutetea majina wa masihara katika usimamizi na udhibiti wa matumizi ya ardhi katika taifa letu. Nchi hii itavunjika vipande. Sahau swala la amani na usalama katika nchi hii.
sahau swala la umoja katika nchi hii kama tukifanya makosa katika usimamizi na udhibiti wa rasilimali za ardhi. Ndio maana mimi nasisitiza, msikate tamaa, kaza buti, paza sauti zaidi katika mijadala ambayo itatuhoji sisi tulio kwenye uongozi. Je, tunayo sera ya ardhi ambayo inajibu matatizo tulionayo katika ardhi? Mimi najua kulikuwa na mchakato wa sera ya ardhi. Wangapi mlishirikishwa? Nyosheni mikono. Mimi kwenye chama sijaona popote ambapo chama kimejadili mabadiliko ya sera ya ardhi. Na sisi tunakiita chama tawala. Warasimu na wafadhili wanaamua kwamba sera yetu ya mwaka 95 haifai, sababu hawatoi za maana kwamba tunahama kutoka sera ya zamani kwenda sera mpya. Wenye sera walengwa, watumiaji wa ardhi ambao ni wakulima wadogo, hawaulizwi. Chama ambacho kimepewa dhamana hakijadili, halafu unasikia mchakato unaendelea. Mimi maoni yangu kama katibu mkuu, mchakato ule ulipo popote lazima usimame, tujiridhishe ndani ya chama. Popote ulipofika, maadamu haukujadiliwa ndani ya chama, na kwa sababu sera ile haijakamilika mchakato wake, turudi nyuma kidogo, kama tulivyorudi nyuma katika mchakato wa kuandika katiba mpya. Si tulienda tukagota? Sasa tunataka tuende tena tuanze kuzama kule. Mimi ndio nataka kushawishi chama kwa nia njema kabisa, tujiridhishe ndani ya chama kama ushirikishaji ulikuwa wa kutosha, kama maoni ya watumiaji wa ardhi, wenye ardhi, kwa sababu ardhi sio ya serikali katika nchi hii. Ardhi ni mali ya umma. Warasimu hawawezi wakatungia sera, na sisi chama ndio tunaweza kujibu matatizo yanapojitokeza kwenye ardhi, sio warasimu. Sasa kuna masuala yamejitokeza mahsusi. La kwanza linahusu ardhi ambazo zinatwaliwa na rais kwa niaba yenu, kwamba bado kuna utata na utatanishi kuhusu ugawaji wake. Hilo nalichukua. Nachowaomba mimi, masuala haya yote yaliyotokeza hapa, myaandike, mtoe vielelezo, mliletee, na wahakikishia nitawaletea majawabu. Kwa hapa siwezi nikasema lolote kwa sababu sijui chochote katika haya. Ni kazi yangu ni kuwa daraja ili sauti yenu iweze kusikika kule ambako inatakiwa na wale walete majawabu. Na mimi nawaahidi kwamba nitafanya hivyo. Kwa hiyo naomba Mviwata na nyinyi mliosema mambo yenu huko, yawe ya Mvomero, yawe ya Kilombero, yawe ya Kilosa, yote hayo yanayohusu utata wa mipaka, ugawaji wa ardhi ambazo zimetwaliwa ambao sio wa haki, yote hayo mniandike, na viambatanisho kama hivyo vya barua za serikali na kadhalika. Hata kama mlishawahi kufika kwa rais, leteni tena. Bila shaka si rais Magufuli. Lakini nataka kuhakikishia kwamba CCM chini ya Dr. Magufuli haitabadilisha msimamo wa kuwalinda wakulima na wafanyakazi. Na hatujajiandaa kushindwa. Kwa hiyo hayo ndio yaliyojitokeza kuhusu masuala ya ardhi na migogoro ya ardhi ambayo imetapakaa nchi nzima. Morogoro ni kama mfano kwa sababu ya rutuba na jiografia na thamani ya ardhi yenyewe na iliko mkao wake wa kimkakati, na hasa haya masuala ambayo yanasukuma uwekezaji na kupata faida kubwa. Jambo lingine lililojitokeza ni la masoko. Ninaomba pia nalo hili mliandikie, mniletee, nimpelekee waziri Mheshimiwa Jafo, kwa sababu yeye ndiye anasimamia serikali zote za mitaa, ndiye anasimamia wakurugenzi wote ambako masoko hayo 11 ya. Na mimi nitawaunganisha na waahidi
mikataba yenu ilikuwaje, sasa hivi hali imebadilikaje, na nyinyi mnaona masoko yale yangeweza kusimamiwa vipi ili serikali iweze kupata mapato kama swala la mapato, lakini pia na wakulima waweze kupata vyombo vya kurahisisha uuzaji wa mazao yao. Kwa hiyo mimi nadhani hili ni swala la kujadili baina ya MVIWATA na Waziri Jafo ambaye ni waziri wa nchi katika ofisi ya rais. Hii ofisi ya TAMISEMI iko chini ya rais. Na mimi namfahamu Mheshimiwa Jafo, nimeshampa kazi nyingi sana anazifanya kwa wakati. Bila shaka na mimi nitashiriki pia kusikiliza kuhusu namna mnavyojadili swala hili, ili tufike mahala tujue kama masoko hayo yanayataifisha au masoko hayo ijulikane kabisa, badala ya kuwa nusu nusu. Katika masuala ya ukweli ni kama mimba, ama una mimba au huna, huwezi ukapata sifuri. Nasema nina nusu mimba, hapana, ama ipo ama haipo. La mwisho amelisema vizuri, amesema vizuri ndugu Maina. Unajua akutuka naye hakuchagulii tusi, lakini kama nilivyosema, tusijumuishe matatizo haya na kuweka kila mmoja kwenye kapu moja. Kauli umesema kisahihi. Dr. Magufuli hawezi akawaita wakulima watu washenzi, hawezi. Maana ukisema hana uweledi maana yake mshenzi. Na wakoloni walitumia majina ili kutawala watu. Ukimwona mtu anatumia jina la Kebei, maana yake anataka kutawala kisaikolojia, upoteze hali ya kujiamini. Ukoloni ulihalalishwa kama njia ya kustaarabisha watu. Kumbe ni njia ya kishenzi ya kutawala watu. Sasa naomba kutamka kwamba hao wana makosa binafsi, sio msimamo wa sisi wala sio msimamo wa serikali inayoongozwa na rais. Hata kidogo, na haitatokea. Lakini tukiwajua na tukathibitisha kwamba kuna watu wamepewa dhamana ndani ya serikali, wanalipwa na pesa zinazozalishwa kwa jasho la wakulima na wanakuwa kebehi na kuwadharau wakulima, tutachukua hatua. Kwa hiyo msiwavumilie. Tupeni ushahidi, tutajieni cheo chochote kuhusu kauli za kebehi na dharau. Ndugu zangu, azimio la Arusha lina tamko. Tumenyonywa kiasi cha kutosha, tumedharauliwa kiasi cha kutosha, tumepuuzwa kiasi cha kutosha, tumenyanyasa kiasi cha kutosha. Sasa tunataka mapinduzi ili tusinyonywe tena, tusidharauliwe tena, tusipuuzwe tena. Huo ndio msimamo wa sisi na serikali. Kwa hiyo sishangai mimi. Umezungumza kuhusu kuhonga, mkikimbilia mtu akawasikiliza, mmemhonga katibu mkuu, mmemhonga. Mimi na bei gani mimi? Na pesa hiyo ya kunilipa mimi mtaitoa wapi? Mimi sina bei. Rais Magufuli hana bei. Viongozi wote wa CCM hawatakiwi kuwa na bei. Watumishi wetu hawatakiwi kuwa na bei. Zana ya hongo pia ni jina baya la kuwadhalilisha. Kwa ndugu zangu, nimalizie. Tuliokubaliana hapa tusimamie yatokee katika matendo yetu. Amesema dada hapa kwamba naweza nikawa ni mtu wa kupiga maneno na akawa hayana uwiano na vitendo. Lakini afadhali ukaanza na maneno pia. Kwa sababu vitendo vinaongozwa na kufikiri. Lazima ukianza kutenda unachotaka kutenda. Lazima ujadili unachotaka na ukiweka bayana, ukipe msimamo. Na kwa kweli kufikiri ndio kunakuzaa kutenda kwenye maana. Asanteni sana. Sasa kwa kuwa Mheshimiwa Katibu Mkuu ametoa kwa kweli mimi sijui hata niseme nini. Niseme kwa kweli tumeguswa mno na uliyoyaongea. Wametugusa sana. Nadhani unadhihirisha wazi kwamba Bashiru ni yule yule, anaguswa na dhulma
na ukiukaji wa haki kwa watu ambao wamesimamia kuwatetea kwa miaka yote, na uhakika, si kama ni mimi peke yangu, lakini na uhakika nyote ambao mmekuwa mkimsikiliza tangu mwanzo mmeguswa na kauli zake zikiashiria mtizamo wake na msimamo wake. Lakini kwa kweli kwa hali ilivyo ndicho kinachohitajika ili tuende mbele, na sisi tunakutia moyo na tumeagizwa hapa, na niweze tujipange vyema ili tuweze kujitetea na tuweze kushauri na kukosoa na kusukuma ili atende kulingana na hitaji. Mimi sidhani kama nina mengi ya kusema, labda kidogo tu niseme tu kwamba mataasisi ambayo yamejikita kwenye wizi tunajaribu kujitofautisha nayo, na hapa katibu mkuu ni kuonyesha tu tuzo ambayo tulipewa na NDA miaka 3 iliyopita ya utunzaji bora wa mahesabu na ya wazi, lakini hii ilikuwa tuzo ya pili kama mshindi wa pili, na hii tulipewa mwaka jana. Kwa hiyo tunazidi kupata ili tuyaishi yale tunayoyaongea, tusiwe wanafiki wa kuzungumzia amali ambazo hatuziishi. Kwa hiyo tunayazingatia na tutaendelea kuyafanyia kazi na kuchagua nani ambao